vifo vya wanamama, wanawake na watoto wachanga bado ni changamoto nchini Tanzania. Na hapa mkoa Mbeya tumeona kwamba kikwazo kimoja hapo ambacho kinasababisha hili na kusababisha wanawake kuweza kuchelewa kufika katika vituo vya kutolea afya ni kwa sababu ya umbali ambao wa kufika katika vituo vya afya, na inasababishwa na jiografia ya mkoa huu. Kwa sababu hii wanawake inawalazimu wanawake wajawazito pamoja na kina mama waweze kufika katika vituo hivi vya kutolea huduma za afya mapema ili waweze kusubiri muda wao wa kujifungua. Hii husababisha msongamano wa kina mama katika hospitali na vituo vingine vya kutolea huduma za afya. Kwa kutomboa hili, UNICEF ikishirikiana na halmashauri ya wilaya ya Chunya pamoja na management ya afya ya wilaya ya Chunya kwa usimamizi chini ya mganga mkuu wa wilaya iliamua kuwekeza katika miundombinu ya afya ya wanawake wajawazito na watoto wachanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hisani ya Uingereza tumefanikiwa kujenga jengo la mama ngojea ambao ni maternity waiting home, pamoja na jengo la ward ya wazazi yani labor ward pamoja na vyoo. Ukarabati wa jengo la zamani la mama ngojea pamoja na jiko bado unaendelea. Hali ya wilaya ya Chunya itaongeza uwezo wa wanawake wanaolazwa hapa kutoka 960 hadi wanawake 1960 kwa mwaka. Hivyo kutatua changamoto ya awali ya msangamano wa wanawake wajawazito na wazazi. Mkarabati wa majengo wa wajawazito na wazazi umegharimu shilingi za Kitanzania milioni 946,364,773 zikiwemo na gharama za mkandarasi. UNICEF pia iliipatia hospitali ya wilaya ya Chunya samani zikiwemo vitanda, meza na za kando ya vitanda pamoja na vifaa vya watoto wachanga zenye thamani ya shilingi za Kitanzania milioni 172,508. Hivyo jumla ya ujenzi, ukarabati na samani ni shilingi za Kitanzania bilioni 1,118,872,888. Kupata chuo hapa Chunya. Tukipata chuo kitatusaidia wale ambao wanajifunza hapa wakiwa kwenye mafunzo ya vitendo, ni hawa tutawatumia hata hapa kwenye hospitali katika kutatua matatizo ya stafu ambayo yako kinchi, lakini na sisi quick win yetu tuliona itakuwa ni hiyo ya kuwa na chuo cha hospitali cha afya hapa. Letu ni hilo tulikusudia kwamba kwa chuo hicho tutoe mafunzo kwa wauguzi, tutoe mafunzo kwa maafisa tabibu, tutoe mafunzo kwa watu wa maabara ili tuweze kuwa na watu wanapofanya mafunzo basi wanahudumia na wananchi hapa. Leo hii wilaya yetu ya Chunya na hospitali yetu ya wilaya imebadilika kutokana na kazi kubwa ambayo wenzetu wa UNICEF wameweza kufanya. UNICEF wakiyafanya haya ikiwa ni muendelezo wa kuunga mkono juhudi za mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye ameendelea kutoa fedha nyingi kuhakikisha kwamba sekta ya afya kwa wilaya yetu ya Chunya inaendelea kuboreka na inaendelea kuwa nzuri zaidi. Lakini jambo la pili, tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mashirikiano yake na mashirika mbalimbali ya kimataifa, kwa maana kwamba na ndio maana wanajitokeza kwa wingi kuja kusapoti miradi mbalimbali ya maendeleo. Hivyo basi mashirikiano haya hawa wasingefika kama tungekuwa na rais ambaye hana diplomasia ya kiuchumi, hana foreign policy and diplomacy, yani kwa maana sera mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa na diplomasia. Nadhani tumeona Mheshimiwa Rais ambavyo amekuwa akishirikiana na mataifa mbalimbali kuleta maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Hakika Mheshimiwa Rais tunatokea tumshukuru sana na tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nikiri kwamba majengo haya tumeyapokea na tunawashukuru sana. Na asanteni sana, majengo haya ni mazuri. Lakini niombe sana majengo haya tuyatunze. Halmashauri ya wilaya ya Chunya tutakabidhiwa haya majengo na leo ndio tumeyapokea. Tuyatunze majengo haya, yapo kwa ajili ya wanachunya. UNICEF wameshatimiza wajibu wao na wamemaliza. Lakini jambo lingine ni wapongeze sana wanachunya kwa kuendelea kuipenda hospitali yenu. Hakika nimeona kwamba mafanikio ni makubwa hospitali ya wilaya ya Chunya. Na majengo haya mimi nilifika kuyaona kipindi hicho wakati tunaanza kuyajenga. Lakini leo tumeona yanapendeza. Kwa kweli nimefika hapa nimefurahi, nimekuta majengo yanazidi kuongezeka. Mara ya kwanza tulikuwa tunahangaika sana. Ikifika usiku tunatoka nje kujisaidia hata kukojoa.
tulikuwa tunateseka sana, mnakuta mnafukuzwa. Sasa hizi kuna vyoo humo, kuna maji ya kuoga ya kutosha. Na humo ndani kuna feni, ukijisikia joto unawasha. Kwa kweli nashukuru sana. Asanteni wakina mama, hata Mama Samia namshukuru sana. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.